Naam, karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwa mzimu wa afya. Msikilizaji na mtazamaji, na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako ni Omari Makelele Ozil. Katika taarifa zetu hizo za habari, tuanzie na habari za huko Minembwe tarafani Fizi. Ni kwamba mapambano makali yanaendelea mpaka sasa kati ya jeshi la taifa FARDC dhidi ya wahasi wa Twirwaneho M23 kwenye eneo la kando ya Minembwe tarafani Fizi. Kulingana na utafiti ulioendeshwa na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV juu ya habari za uvumi zilizosema kuwa Minembwe imetekwa na jeshi la taifa FARDC, imebainika kuwa habari hizo ni za uongo. Upande mwingine, Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV imejaribu kuongea nao baadhi ya maafisa wa jeshi la taifa FARDC, wamekanusha kutekwa kwa kijiji cha Minembwe na kusema kuwa mapambano yanaendelea kando na Minembwe kwa ajili ya kuhakikisha Minembwe inaingia mikononi mwa jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo. Tujelekeze huko Luvungi katika tarafa la Uvira. Ni kwamba hali ya usalama imerejea kuwa tulivu kwa sasa katika eneo la Luvungi kwenye bonde la Mto Ruzizi. Hivyo ni baada ya milio ya risasi kusikika kwa wingi asubuhi ya siku ya kwanza ya wiki tunayo katika tarafa la Uvira. Duru zetu zaeleza kuwa vurugu hiyo imetokea baada ya baadhi ya wanajeshi wa taifa FARDC kukosana kati yao, kama alivyohakikisha hapa duru yetu toka bondeni mwa Mto Ruzizi. Kuhusu ngambo ya Luvungi, kulikuwa mbalimbali wa mambo kati ya jeshi wenyewe ni FARDC peke yake. Basi FARDC muko waibu, muko ba Ruse, muko ba JR, muko ba PM, muko infanterie, yote ni FARDC. Na ni wao kwa wao ndio walikorogana kati ya baibu na wale wa JR wanaitwa wajepa. Hakuna shida, watulie. Vurugu ilikuwa ni kati ya wajeshi, lakini vurugu inamalizika, amani iko na kazi inaendelea kama kawaida. Hakuna shida mbali ya mubaya ambayo inatoweka huko. Ni kati ya wanajeshi wao peke, haikukuwa kati ya adui na sisi, wala haikukuwa kati ya wazalendo na wanajeshi. Ilikuwa ni kati ya wanajeshi wao peke waimikie mbili ndio walifarakana, ila wote wamekwisha rudia, kilima yote imekwisha rudia usalama. Majira ni bure kati yao. Na kule Kilembwe ni kwamba kutathmini juu ya hali ya usalama ya sasa na mambo mengine ndio ilikuwa lengo kuu ya kikao cha usalama kilichoendeshwa hapa Kilembwe kati chini ya uongozi wa mkuu wa sekta hiyo. Akizungumza na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Zawadi ya Bandelwa Abambe ametoa hapa picha ya kikao hicho. Ni kweli leo tariki 15 za mwezi wa 6 mwaka wa 2026 tumefanya conseil local de sécurité hapa msekta ya Lulenge, ambayo ni mimi mwenyewe chef de secteur Zawadi ya Bandelwa Abambe nikiwa president wa conseil hiyo. Katika conseil hii ilikuwa conseil restreint ambayo tuliwakilisha hata wamoja wenye hawaitwi wanamemba, ikiwemo wa chef de groupement, ikiwemo masete civile na wazalendo pia. Wote tuliwaingiza kulingana na teme ambayo tulikuwa nayo, ilibidi nao tuwaite. Teme ilikuwa nini? Juste kudebatre probleme mbili, probleme sécuritaire ya Lulenge, kuidentifie ma probleme na kutoa ma solution, kupropose ma solution. Probleme ya pili ilikuwa juste kusupprimer buma barrière payante bote wenye bulikuwa érigé illégalement na certains groupes armés za watoto wetu hapa localement, notamment barrière payante ya Lumembe na barrière payante ya Sainte Marie. Ile ilikuwa mwa ile pointi ya pili. Hata hivyo, mkuu wa sekta ya Lulenge ameongeza kuwa suala la risasi kusikika kila mara ilikuwa pia pointi nyingine iliyoongelewa. Kwa kweli mpointi ya kwanza tuliidentifie maprobleme za masasi kuwa zinapigwa kila siku hapa kwetu msekta ya Lulenge, ililingana na kutokusikilizana kwa watoto wetu de different groupes armés zenye ziko hapa. Kwa hiyo tuliwahi kuwaita wote na kuwaonesha umuhimu wa security katika sekta ya Lulenge, na yanawezekana waliendelea kutusikia
sababu kulingana na hiyo tuliwaambia kila grupe arme yenye haitakuwa inasikia utawala, sisi hatutakuwa tayari kutumika nao. Yana maana tunawaalika wote kwa kutii watawala wa chef de groupement na mimi mwenyewe chef de secteur, na pia kuendelea kutii conseil de sécurité. Ma solution prise ndani ya kikao itakuwa inatusaidia beaucoup plus. Kwa hiyo tunaona sawa vile watatii na wakati ya wakutii ile grupe yenye haitatii tutaita FRDC, kome wao ni wa reserviste wa FRDC, tunaita FRDC inafatana nao na wamwami wa asili le chef de groupement, automatiquement watawakatala ile grupe yenye itanzisha mafujo na kutokutii conseil de sécurité. Ile ni moja yenye tulikamata, na ya pili ilikuwa suppression sans condition ya zile barriere mbili, na wenye walikuwa wanaerige walikubali kwamba leo lundi le 15 juin 2026 wako tayari kusuprimer, sababu raia wa sekta ya Lulenge wasikie kwamba wanapumua, wako wakongomani na wanawajibika wao wanasirkule librement. Mimi kama kiongozi wa sekta siwezi kufungia macho trakaseri yenye iko napita kwa watu wangu na nikose kufanya maaction sababu zile mabariere zitoke. Mwishowe alipoulizwa ikiwa azimio hizo zitaweza kutekelezwa au la, mkuu wa sekta ya Lulenge Zawadi ya Bandelo Abambe amejibu mara tena. Kwa kweli matarajio yetu kisha kikao ni kwamba hewa itaendelea kuwa mzuri. Siki mimi kama chef de secteur ambacho ninahitaji ni usalama wa raia yangu. Raia au na circule librement, iko na mashandize yake, anaenda kote kwenye anataka, anachuruza, anarudia na pato yake ajisikie kama ile libre. Ile ndio susi yangu, circulation libre ya basitoyen congolais benye kuingia na kutoka ndani ya sekta ya Lulenge. Ile ninawaza ni kubwa zaidi. Na tujelekeze kule Kinshasa, makao makuu ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ni kwamba swala la mvutano kati ya wafanyasiasa ulioko kwa sasa unaweza kuwa na vinyume vingi kwa wakongomani. Ndivyo amesema Andre Biadunia, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mashariki mwa DRC, ambaye ameomba pande zote kuona kwanza vita kwa dharura. Maneno hayo ameyasema siku chache kisha upinzani kuendesha maandamano ya kuketi au sit-in mjini Kinshasa. Andre Biadunia amezungumza na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Leo Republique iko muma agitation politique. Leo kuko deka, mais aussi kuko kaenye iko ya wachache ambao wanasema tubakie mu neutralite. Tuangalie kwanza kwa mbali kwa sababu union sacrée nasema il faut changer constitution. Mais il faut ni signaler kwamba balianzaka il faut to réviser constitution, mais à un certain niveau bakakia kujibite ku problème souci kabambi kuona kwamba bakirevize tu constitution tutakuwa tumeendelea mu processus ya passation civilisée ya pouvoir, et que le président Félix Tshisekedi mwenyeko actuellement hatakuwa tena candidat parce que atakuwa fait mandat conformément na constitution ambayo inasema kwamba ni mandat mbili, moja une fois renouvelable. C'est comme ça balitoka mshema ya révision banenda mu schéma ya changement ya constitution. Alors changement ya constitution ina signifie kwamba batabadilisha, na bakisha kubadilisha ça veut dire que manda mbili ambazo president Felix Tshisekedi atakuwa amestumikia mpaka 2028 zitakuwa zimetombe, zitakuwa zimeisha, na president anaanza 4e république. Pour autant dire que zile manda zake mbili ya 2018 mpaka 2023 na 2023 mpaka 2028 zitakuwa zimekufa na anaanza upya. Alors probleme ni moja, opposition inaogopa kwa sababu president wa republique alisemble kuonesha kwamba anataka kudefie peuple congolais kwa kusema réviser constitution, parce que je vais me rappeler à Lubumbashi president lors ya séjour yake na mitingi Kabemba alisema nani anaweza kunikatalia mie nisibadilishe constitution, qui peut m'interdire moi? Là c'était une façon de défier le peuple, alors qu'en démocratie ça ne se fait pas comme ça, tout passe par le peuple na vyote vinakuwa vinajiarrange kupitia mairne, notamment i processus banaenda emo ya loi référendaire kuivoter pour que tunde ko référendum.
Upande mwingine, Andre Bedunia Mashaka ameonyesha kuwa upinzani una haki ya kujieleza kwa njia ya maandamano ya amani, kwani inaruhusiwa na katiba ya nchi. Alors, par rapport na ma message ziko zinapita ma réseaux sociaux, ba partisan ya Union Sacrée, banzetu ya Bakasai wenye biko kukote ya pouvoir, bako naonesha kwamba il faut président abakie ku pouvoir parce que président hana mandat mais iko na mission. Ça veut dire pour eux, il faut que le président reste le plus longtemps possible au pouvoir. Alors qu'en démocratie, pour qu'un pouvoir il soit maintenu le plus longtemps possible, ni jeu démocratique na passation civilisée à pouvoir. Je prends l'exemple ya Russie, Dmitry Medvedev na bwana Putin, umoja anatokaka anachia mwenzake anakuwa president, manda mbili kiisha anarudia kuprimature, mwenzaka na postile kule, ile naweza kusaidia. Paske kwa leo tuko na besoin ya mainstitution za nguvu, presidency ya nguvu, gouvernement ya nguvu, assemblée ya nguvu, cour tribunal ya nguvu, na tuangalie kama tunaweza kusaidia. Opposition maintenant iko na boga paske ba messages ziko zinatoka ma réseaux sociaux ni kuonesha kwamba president anapenda bakie eternellement mpaka siku atazeeka ku pouvoir. Ndio maana ushauri wangu mimi, ba opposant bako na droit ya kumanifester paske c'est constitutionnel. Constitution inawapatia ruhusa ya kusema kama kitu kiendeki, mnaweza kuandikia 24 heures avant, mnaandikia autorité wa ile entité kwa mtamanifester, kisha mnafanya bienu. L'essentiel c'est que police ikuwe karibu yenu kwa kubaencadrer na msidéborder, msiende kuharibisha ordre public. Et c'est ce que l'opposition a fait, iliandika na barua ilifika tout ça, mais ma menace zikaanza kutoka. Et ce qui est curieux ni kwamba menace zikaanza kutoka ni za force du progrès. Hii force du progrès ni ba jeune ya IDPS. Ni ba jeune biko affilié ku parti au pouvoir, benye banataka ku protéger pouvoir yao à tout prix, wanasema ko tayari kufa à condition président bakie comme président de la République. Mwishowe ameomba kwa rais kutumia njia nyingine ya kusalia madarakani tofauti na njia anayotaka kutumia kwa sasa, ambayo huenda yaweza kuwa na madhara mengi. Andre Bedunia huyo hapa mbele ya mikrofoni za Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Kama president abakia président de la République, hakuna mtu anakatala, mais moi j'étais en train de penser que le président devait voir une autre manière ya kubakia, pana forcing. Parce que mu forcing bitu vitaharibika, comme les opposants walipigwa juzi, kulikufa watu, kulumia watu, vile vyote viko naenda kukichwa ya president wa Republique, na kesho banaweza kumtraduire ku justice na akasamba, parce que nul n'est éternel. Hakuna mtu atabakia milele. Mobutu alifanya 32 ans de pouvoir, mais finish alitoka tu. President wa Republique depuis angali candidat, angali mu opposition, alikuwa anaonesha kwamba mtu normal mwenye kuna akili sawa hawezi kupitisha plus ya demanda. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Président lionesha watu kwamba non, il faut vraiment kueviter kwenda au-delà ya demanda, il faut kuacha wengine banani. Je félicite hii alternance bwana Kabila ameniachia pouvoir na mimi kesho ndaachia mtu mwingine, mais ce n'est plus le cas, ça devient le contraire. Et donc tunapaswa kuwa na ba politiciens benye bana respecter ma parole yabo. Les opposants, oui, ils sont opposants aujourd'hui, mais kesho watakuwa vile vile gisi Félix eko na bifanya. Donc nous devons être modèles, et les opposants et la majorité au pouvoir tu privilégier kwanza vita yenye huku kwetu. Tuko tunakufa vita na tusumbua. On dirait leo banaisabu kama vita iko, Ebola iko wanasabu, mais combat saa hii ni kuangalia namna gani ya kuchanger constitution pour que président bakie ku pouvoir. Mais à part ça, ba député ya kwetu habatuambie kitu. Les notables d'Uvira, les notables de Fizi, benebiko Kinshasa betulipatia mandat yetu, même si ma élection zilikuwa mpaso zilikuwa emo, mais ils sont quand même les représentants parce que wako wana siéger. Bana pasha kia kutuambia quels sont les bienfaits na quels sont les méfaits ya kuchanger constitution. Pourquoi tout changer, pourquoi tout se changer? Mais bote wanakuwa sa vile kondolo ziko zinaenda msiyo mwitu gani, ils ne disent rien. Et alors que kesho nous risquons encore de regretter la même chose. Tubaki tuna habari za hapo Kinshasa ni kwamba makamu waziri mkuu na waziri wa ulinzi wa taifa Guy Kabombo Mwandiamvita amesema kuwa licha ya matumizi ya ndege zisizo na rubani nalo jeshi la Rwanda pamoja na kuongezwa kwa wanajeshi wa muungano wa M23, jeshi la FARDC linaendelea kuzuia na kushinda mashambulizi hayo.
Kwa undani wa taarifa hii naye mwanaripota wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Safari Alimasidilwe. Makamu waziri mkuu, waziri wa ulinzi wa taifa pamoja na wazee wa vita amewasilisha tathmini ya hali ya kiusalama na kijeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri, maeneo yanaendelea kukumbwa na tishio la ugaidi kutoka kwa waasi wa ADF pamoja na uvamizi wa nje unaofanywa kupitia uasi wa AFC M23 unaoungwa mkono na Rwanda. Gika Bombo alitoa taarifa hiyo katika waraka wake wa taarifa uliowasilishwa wakati wa kikao cha 92 cha baraza la mawaziri kilichofanyika Ijumaa ya tarehe 12 Juni 2026 katika jiji la Umoja wa Afrika mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Akizungumzia operesheni zinazoendelea dhidi ya magaidi wa ADF ambao wanaendelea kusababisha vifo na mateso kwa raia katika eneo hilo la nchi, waziri huyo alieleza kuwa mashinikizo yanayowekwa na jeshi la FARDC katika eneo la Mambasa mkoani Ituri yamewalazimu magaidi hao kutawanyika na kukimbilia maeneo mengine, hususan katika jimbo la Otwele. Kwa mujibu wa taarifa kikao iliyosomwa na msemaji wa serikali, waziri huyo alihakikisha kuwa msako dhidi ya magaidi hao unaendelea kwa nguvu zote uwanjani kupitia vikosi vya ulinzi na usalama. Makamu waziri mkuu na waziri wa ulinzi wa taifa alieleza kuwa kutokana na mashinikizo yaliyowekwa na jeshi letu dhidi ya magaidi wa ADF katika maeneo ya Mambasa, magaidi hao wametawanyika katika makundi madogo kuelekea maeneo ya Wasa, huko Otwele na Beni katika Kivu ya Kaskazini, ambako wamefanya mashambulizi dhidi ya raia. Hata hivyo, msako dhidi yao unaendelea, ilieleza taarifa ya kikao hicho. Akizungumzia hali inayohusiana na uvamizi wa Rwanda mashariki mwa nchi, waziri huyo alisifu uimara na uwezo wa FARDC katika kukabiliana na mashambulizi ya adui. Makamu huyo waziri mkuu pia alipongeza kujitolea kwa wanajeshi wa Kongo waliopo katika maeneo mbalimbali ya mapambano, huku akisisitiza dhamira ya serikali kulinda mipaka na uhuru wa taifa. Licha ya matumizi ya ndege zisizo na rubani za kivita, drone za jeshi la Rwanda, pamoja na kuongezwa kwa wanajeshi na vifaa vya kijeshi vya muungano wa RDF, AFC na M23, vikosi vya jeshi letu vinaendelea kuzuia na kushinda mipango ya adui katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Aidha, alihakikishia kuwa wanajeshi wetu wanaonyesha ujasiri, taaluma na moyo mkubwa wa kujitolea kwa ajili ya kuwalinda wananchi na kutetea taifa dhidi ya adui, ilieleza taarifa hiyo. Hali ya hatari ya kiusalama imaitadesiyesh iliyotangazwa mwanzoni mwa Mei 2021 katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sasa imetimiza miaka 5 tangu Mei 2026. Hatua hiyo ya kipekee inaendelea kukosolewa na wadau mbalimbali wa kijamii na kisiasa na majimbo hayo mawili kutokana na ukosefu wa matokeo ya kuridhisha uwanjani. Mashambulizi ya makundi yenye silaha yanaendelea kuongezeka. Waasi wa ADF pamoja na makundi mengine asi wanaendelea kupinga mamlaka ya serikali na kusababisha mateso makubwa kwa raia, hali inayochochea wimbi kubwa la wakimbizi wanawake, watoto na familia nzima ndani ya nje ya nchi. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Omari Makilele Ozile jina langu.